Wakorinto wa pili 13:14, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nani nyote. Hapa tunaona ni ule utatu mtakatifu. Mimi wanapenda kuziita ni ofisi tatu zinazofanya kazi kwa umoja, kwamba nina ofisi ya Mungu Baba na nina ofisi ya Mungu Mwana na nina ofisi ya Mungu Roho Mtakatifu. Lakini kila ofisi ili uweze kuhudumiwa na hiyo ofisi ina kigezo chake ambacho unatakiwa uwe nacho ili uweze kupata huduma kwenye ile ofisi. Ukienda kwenye ofisi ya Mungu Baba itakuhitaji pendo ili uweze kupata huduma kwenye ile ofisi. Kwa bila pendo hata ukienda pale utaambiwa tiketi yako iko wapi? Kuna pendo hamna. Na ndio maana yeye anatuambia kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila aaminie asipotee. Kwa hiyo Mungu anatembea na ofisi yake katika pendo. Wewe unapotaka kwenda kuhudumiwa ndio maana umeambiwa amri kuu ambayo ni kubwa na ni ya kwanza. Unaambiwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako. Yaani kila kitu chako kimpende Bwana Mungu wako. Kwa hiyo unapoenda kwenye ile ofisi, Mungu akiangalia anaweka ile inakuwa ndio mizani. Anakuta huyu bado hajakizi. Haya, amri ya pili inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini anaweka tena pale, mbona haijakizi? Sasa huyu anasemaje ananipenda wakati hata jirani yake anayemuona hampendi? Kwa hiyo ile ofisi haiwezi kukuhudumia. Kwa hiyo ni lazima katika ofisi ya Mungu Baba utafute kwanza pendo, ndipo Baba hawezi kukuhudumia. Ukija kwenye ofisi ya Mungu Mwana, yeye anatenda kazi katika ofisi yake, ni lazima uitafute neema. Anatembea katika neema. Yaani chochote unachokitaka kwa Yesu Kristo kitakuhitaji neema. Bila neema hauwezi kupata hiyo huduma pale kwenye ile ofisi yake. Na ukija kwenye ofisi ya Roho Mtakatifu, yeye anachohitaji ni ushirika. Kwa sababu yeye ni roho, hawezi kufanya kazi peke yake. Lazima anahitaji mwili akae ndani yako ili afanye kazi kwa shirika na wewe. Aweze kudhihirisha kuanzia kile Baba amesema, Mwana amekuja ametekeleza. Yeye alete udhihirisho, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anayetupa udhihirisho wa yale ambayo Yesu ameyamaliza pale msalabani. Kwa hiyo unapokuwa unakuja kwenye hizi ofisi, inabidi wewe unajua, hivi leo naenda kwenye ofisi ya nani? Nahitaji nini? Na nifanyaje nikipate hicho ili nikaweze kuhudumia kwenye ile ofisi? Na wakati mwingine unaweza ukajikuta kuna kitu unakihitaji ambacho kitakuhitaji ofisi hizi zote upite. Utahitaji uanze kwa Mungu Baba, uende kwa Mwana, uje kwa Roho Mtakatifu. Lakini kuna tatizo lingine, unaweza kukuta linakuhitaji tu uende tu kwa Roho Mtakatifu, upate ushirika naye akusaidie kuomba. Kwa hiyo ni mambo ya kuzingatia kama Mkristo ili tuweze kunufaika katika wokovu au maisha ya wokovu tunaotembea nayo. Hivi ni vitu vya muhimu sana kuvizingatia.